siku ambayo Mungu ameteua, na ninamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwema. Amekuwa mwema kwa sababu anatuamsha kila wakati. Amekuwa mwema kwa sababu anatuhifadhi katika wema wake. Anakuwa pamoja na sisi kila wakati. Ninamshukuru kwa sababu ametuachia mkono wake uweze kutulinda. Siku ya leo ni siku ambayo nataka kukaribisha kila mmoja katika mtandao wa YouTube, pale katika channel yangu ambayo ni channel kinaitwa Sayuni TV 62, ambaye maana yake inamaanisha kwamba kwa ajili ya Sayuni sitakaa kimya. Mwenyezi Mungu anakaa katika mlima wa Sayuni, pale anakaa na watakatifu, pale anakaa na wateule wake, kwa sababu yeye ni mwema. Siku ya leo nataka tujifunze kuhusu ulinzi wake Mwenyezi Mungu, bila ambaye Mungu anatulinda. Kwa sababu tumekuwa ni kama mazoea, tumekuwa ni kama tunaona Mungu ni mazoea, tunaona ni kama neno si Mungu. Leo nataka tusome kuhusu ulinzi wake Mwenyezi Mungu. Maandiko tunayatoa katika kitabu cha Daudi ambaye ni Zaburi 91 kuanzia mstari wa kwanza. Hapo nataka tujifunze hiyo mistari kwa makini, na tutaona bila Mungu mwenyewe ataweza kutuonekania. Anayekaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu, anayeishi chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, ataweza kumwambia Mwenyezi Mungu, wewe ni kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu ninayekutumainia. Ni kumaanisha wakati mwingine hatuishi ndani ya Mungu, hata kama tunamuita, hata kama tunakiri kwa kinywa chetu tunaishi ndani ya Mwenyezi Mungu, lakini huwa hatuishi ndani ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Matendo yetu yako mbali sana na maneno tunayotamka kwa kinywa. Na ndiposa maandiko yanasema ya kwamba anaishi chini ya uvuli wake Mwenyezi Mungu ako na uwezo wa kumwambia Mwenyezi Mungu, wewe ni ngome yangu, wewe ni kimbilio langu. Mstari wa 3 maandiko yakasema ya kwamba, mstari wa 2 akasema hataweza kumwambia Mwenyezi Mungu, wewe ni kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu ninayekutumainia. Kwa sababu unamtumainia kwa sababu uko pamoja naye. Unamtumainia kwa sababu unaishi ndani yake. Unatumainia Mwenyezi Mungu kwa sababu kila wakati moyo wangu unanena Mungu. Kila wakati unawasa Mungu. Si wakati mwingine ati unakaa Mungu ako mbali na wewe, alafu unasema uko ndani yoyo Mwenyezi Mungu. Mstari wa 3. Hakika Mungu atakuokoa katika mtego, atakukinga na maradhi mabaya. Maandiko yanasema ya kwamba kila wakati tunawekewa mitego. Ukiangalia katika Isaia 8 mstari wa 13, maandiko yanasema ya kwamba Mungu ataweza kuondoa mitego yote, yale mitego ambayo tumetekewa. Hataweza kunasa wale ambao wametunasa, na hizo mitego siende siwanase wao wenyewe. Na ndipo sababu maandiko yanasema ya kwamba hataweza kutuokoa katika mitego ile tunawekewa kila siku na ule mwovu shetani, ile ambayo tunawekewa na maadui, ile ambaye mitego tunawekewa na familia, ile ambaye mitego tunawekewa na marafiki. Mungu ako na uwezo wa kuondoa ile mitego. Mstari wa 4 maandiko yanasema ya kwamba atatufunika kwa mabawa yake, mahali pale tutapata usalama kwake. Tukiangalia mstari wa 3 unazidi kutuambia ya kwamba atatulinda na magonjwa mabaya. Nikisema magonjwa mabaya, kuna miaka iko hapa nyuma hata wanyama walikuwa wanatushangaa sisi wanadamu, kwa sababu tulikuwa tunafunika mapua mdomo, wanashangaa kuliendaje na mwanadamu. Lakini kuna wale Mungu ambaye aliwalinda katikati yao watu wote. Kuna mtu akapata ule ugonjwa, ni kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba hatatulinda na magonjwa mabaya. Na atakulinda na magonjwa mabaya. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe unaishi ndani ya huyo Mungu. Kwa sababu wewe mwenyewe unaishi na huyo Mungu. Hata kukinga na mitego, hata kukinga na mauchawi, hata kukinga na madhabahu ya kukurudisha nyuma, kwa sababu uko ndani ya huyo Mungu. Na ndipo sababu mstari wa 4 akasema hata kufunika katika mabawa yake, mahali pale utapata usalama, hautaweza kukaribiwa na adui yeyote. Mkono wake utakulinda na kukukinga. Mstari wa 5, hauna haja ya kuogopa vitisho vya usiku, wala shambulio la ghafla mchana. Hauna haja, kwa sababu uko ndani ya Mungu. Ukisoma maandiko yanatuambia kwamba ameachilia malaika wake watulinde popote tuendapo. Ni kwa nini tukue na shida? Ni kwa nini tukue na shida ama tukue na wasiwasi? Na tunajua ya kwamba aliye mfalme wetu ambaye ni Mungu, aliyetuumba ambaye ni Mungu, ambaye ni baba yetu ambaye ni Mungu, anakaa katika kiti chake cha enzi. Unaogopa nini? Ukisoma Zaburi 68 mstari ni wa 5, maandiko yanasema ya kwamba yeye ni Mungu mtakatifu, anakaa mahali patakatifu, na mahali anakaa ni katika mlima wa Sayuni.
na mahali pale anakaa na wateule wake. Mahali pale yeye akiwa hapo ni baba wa yatima, akiwa mahali pale yeye ni mlinzi wa wachane. Ni kwa nini tunaokopa? Kwa sababu Mungu ako pamoja na sisi. Mstari wa 6, maandiko yatende kasidi kutuambia kwamba hauna haja ya kuokopa mbaa lisukalo usiku, wala maafa yanaotokea mchana. Hatufai, kwa sababu Mungu anatulinda. Unaangalia sasa, unajenga nyumba yako vizuri sana, halafu unasema hapa nitaishi vyema, na kama sio Mungu atakulinda wewe usikaishi vyema. Kwa sababu kunaweza kuwa na miteko, kunaweza kuwa na ajali ambayo inaingia katika hiyo nyumba yako, lakini Mungu anakulinda. Mstari wa 7, maandiko yanasema ya kwamba hata wakianguka kuliani mwako 1000, watu wakianguka karibu nao ambao ni maadui, usije ukaokopa, usiogope chochote. Hata wao wamebeba vitisho za aina gani, kuliani mwako wameanguka 10,000, usije ukaokopa, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba sasa hiyo ni 11,000 maadui, nikiamini ya kwamba hapa duniani hakuna mtu ako na maadui kama hao. Unaokopa nini? Dakika kidogo unapatwa na mashida, dakika kidogo unasikia maneno kwa watu, unaanza kuikiwa na wasiwasi, unaanza kuona ni kama hakuna Mungu, unaanza kuwasa mambo ambaye hayastahili. Mstari wa 8, kwa macho yako wewe mwenyewe utaangalia na kuona jinsi watu waovu watakavyo adhibiwa. Mtu yote ambaye alikuja mbele zako kukuwekea miteko, kaa kando uangalie vile Mungu anaenda kumtendea. Mtu yeyote ambaye amekupangia njama mbaya, weka kando uangalie uone Mungu anaenda kukufanyia namna gani. Wewe ndugu yangu, wewe dada yangu, ni nini unaokopa? Tukae ndani ya Mwenyezi Mungu. Mstari wa 4 umetuambia kwamba ametuweka katika mabawa yake. Mahali pale tunapata usalama. Kwa mfano, wakati wewe mwenyewe umekimbishana na mtoto wa mtu, huyo mtoto wa mtu anataka kumchapa, haende akutane na baba yake amuinua amweke katika mabega yake, wewe mwenyewe huwezi kumpata mahali pale, kwa sababu ameingia mahali panapostahili. Na wakati sisi ambaye tunaingia tuko ndani ya Mungu, tunakaa na huyo Mungu, atuopai kuogopa chochote. Mstari wa 9, maandiko yanasema ya kwamba wewe umefanya Mwenyezi Mungu kuwa kimbilio lako, naam Mungu aliye juu kuwa kinga yako. Wewe umemweka huyo Mwenyezi Mungu kwa moyo wako, yeye ndio kimbilio. Hata shetani akuja akuletee mawazo hekani, unaambia shetani, kumbuka ninaye Mungu anayenilinda. Kumbuka shetani, mimi niko na Mungu ambaye natembea naye. Wewe shetani, kaa ukijua ya kwamba una mamlaka ndani ya maisha yangu, ila Mungu ni baba yangu, yeye ndio kimbilio na tegemeo ndani ya maisha yangu, na kila wakati unakuta Mungu anaweza kutuangalia. Kwa hivyo hautapatwa na maafa yeyote. Nyumba yako haitakaribiwa na baa lolote. Kuna maafa ambayo inatupata ni kwa sababu tulijiwachilia, hatutaki kukaa ndani ya Mungu. Kuna maafa ambayo inapangwa ndani yetu na inakaa ni kwa sababu hatujaweka Mungu kuwa kimbilio letu. Tujaweka kuwa Mungu kama yeye mwenyewe ni kinga yetu. Wakati mwingine hata tukianza safari atuambii Mungu. Wakati unapoamka asubuhi, hata umkaribishe Mungu kwa maisha yako, au ukaribishe Mungu hiyo siku aweze kukuongoza. Na ndipo unaona tunapatwa na maafa ndani ya mioyo yetu, ndani ya nyumba zetu. Maana Mungu atawaamuru malaika wake wakulinde popote uendapo. Wakati wewe mwenyewe umeita Mungu, ukamwambia leo Mungu nahitaji ili na lile. Mungu leo niko na mipangilio hii na hili. Naomba Mungu wewe kunilinda. Hakika anaachilia malaika. Mungu si mwanadamu akanena uongo. Mungu si mwanadamu akabadilisha mambo. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu 23 mstari wa 19, maandiko yanasema ya kwamba Balaamu aliambia Balak, unabaa kujua ya kwamba Mungu si mwanadamu akanena uongo. Aliyesema atatubariki lazima atubariki. Aliyesema atatuponya lazima atuponye. Aliyesema atatuokoa lazima atuokoe kwa mitego mibaya. Ni nini unaogopa? Kwa sababu kuna Mungu katika mbingu. Mstari ambaye ni wa 13, maandiko yanasema ya kwamba 12, watakuchukua mikononi mwao usije ukajikwaa kwenye jiwe. Au malaika, mahali tu unaenda umetekewa mteko, ukifika malaika wamekushika, hautaweza kwenda kujikwaa. Angalia mstari wa 13 anasema, utakanyanga simba na nyoka, utawaponda wana simba na nyoka, lakini hawataweza kukudhuru. Ndipo sasa unapitanga mahali, ukishapita umepita ngambo hilo, nasikia mwenye alikuwa nyuma yako amepatana na ajali fulani.
Wewe unaanza kusema na hakika mimi nilikuwa na bahati. Hakuna bahati, tunaishi kwa neema. Mkono wa Mungu unakulinda, alafu unaanza kusema uko na bahati. Hakuna kitu kinaitangwa bahati. Kile ambaye tunaishi kwa hii dunia, hatuishi kwa bahati. Hatuishi kwa kubahatisha, tunaishi kwa neema yake Mwenyezi Mungu, na anatulinda. Mstari wa 14. Mwenyezi Mungu asema, nitamuokoa yule anipendaye. Nitamlinda yule anayenilinda. Kuna wakati mwingine unaomba, unauliza Mungu uko wapi? Mbona Mungu ameniachilia? Labda upendi Mungu, labda umtambui. Niposa wakati mwingine nasikia watu wakisema hakuna Mungu. Mungu ni mawazo. Mungu hawezi akakuwa na mawazo na alikuumba. Mungu hawezi kuwa na mawazo na amekuweka hapa ulimwenguni. Hapana, tuache kusoea Mungu. Mstari wa 14 anasema, nitamuokoa yule anipendaye. Nitamlinda yule anayenitambua. Kama unatambua Mungu, lazima akulinde na mabaya. Mstari wa 15 akasema, akiniita mimi nitamuitikia. Akiwa taabuni nitakuwa pamoja naye. Nitamuokoa na kumpa heshima. Kuna wakati mwingine saa hii watu tunatafuta heshima. Tunatafuta heshima na jina lake Mwenyezi Mungu na hajakupatia ile heshima. Kwa sababu Mungu hajaangalia matendo yako, unaanza kufanya vitu, unaanza kufanya mambo, nakuta Mungu naye Mungu amekuinamisha. Ila mambo inaenda kuwa ni aibu kwako. Heshima inatokana na Mungu. Heshima ni Mungu anapea mtu. Yeye ndo anatulinda tukiwa kwa shida, kwa sababu sisi ni wanaye. Ukisoma Yohana 1 mstari wa 12, maandiko yanasema ya kwamba aliyempokea Yesu Kristo alipewa uwezo wa kuitwa mwanae. Kwa hivyo lazima wewe ukiwa mwana wa Mungu, Mungu akulinde. Kila mtu analinda mtoto wake. Sisi ni watoto wa Mungu na lazima atulinde. Na tena maandiko kanuni kusema ya kwamba hapo Yohana akasema, na aliye na mwana ako na ushuhuda. Wewe uko na ushuhuda gani? Mimi niko na ushuhuda gani mbele zake Mwenyezi Mungu? Mstari wa 16 akasema, na nitamridhisha kwa maisha marefu, nitamjalia wokovu wangu. Hapo kwa wokovu, hapo ndio mahali sasa tumekuwa tukichanganyikana ama tukijichanganya sisi wenyewe. Nataka kueleza kitu kimoja. Mtu ambaye anaokoka, wokovu ni neema. Mungu ndio anatendea mtu muujiza wa wokovu. Utakutana na mtu kwa njia. Siku hizi tumekuwa ni kama kitu kingine, unakutana na mtu kwa barabara, unaanza kumwambia usimama, ningetaka uokoke, nataka usimame, upige magoti nikuombee uokoke. Hapana, wokovu ni neema. Wakati kama unataka, umeona ni vyema uokoke, enda uombe Mwenyezi Mungu, uambie Mwenyezi Mungu na kuomba, nimekutana na dada, nimekutana na ndugu na nimemuona ni vyema akae ndani ya wokovu. Hakika Mungu atamgusa na ataenda uokoke. Lakini hata ukimlazimisha uokoke, wokovu ni neema. Na ndipo unaona Daudi hapa akasema katika hicho kitabu na Zaburi 91 mstari wa 16, akasema ya kwamba nitamjalia wokovu wangu. Huyo Mwenyezi Mungu, ukiangalia Yeremia 17 mstari ni wa 14, maandiko yanasema ya kwamba Yeremia aliinua mikono yake akamuomba Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu, naomba uniponye nami nitapona. Mwenyezi Mungu, naomba uweze kuniokoa nami nitaokoka. Kwa nini tunalazimisha watu? Kwa nini tunadhiaki watu? Kwa nini sisi wenyewe tunahukumu watu? Unasema siwezi ongea na mtu ambaye hajaokoka, na wewe umesahau ya kwamba ni muujiza Mungu ambaye amekujalia ukapokea ule wokovu. Kuna Mungu katika mbingu. Kuna Mungu ambaye anatenda. Maandiko yanasema ya kwamba katika Yeremia 17 mstari wa 9, huyo moyo wa mwanadamu ni mtanganyifu na hakuna awezaye kujua. Kaa ndani ya Mungu kuanzia leo. Mtafute Mwenyezi Mungu, selenda chini ya miguu yake, uambie Mungu kila upande, wewe ni Mungu, sina Mungu kimbilio mwingine. Wewe ni Mungu ambaye ninakutambua kila wakati, haijalishi watu wanasema nini. Naomba unifungue masikio yangu Mwenyezi Mungu, niweze kukusikia. Naomba unifungue macho ya kiroho, niweze kukuona Mungu, kwa sababu wewe ni mwema na unatuwasa kila wakati. Kwa sababu gani? Yeremia 5 mstari wa 21, maandiko yanasema ya kwamba enyi wajinga ambaye mko na macho na amuoni, enyi wafumbavu ambaye mko na masikio na amusikii. Mungu, naomba usikubali tukue hivyo. Naomba Jehova tufungue macho, tukue wanao, na Mungu wa mbinguni hata tutenda mema na hata tuokoa. Tusome neno, tutaweza kushinda majaribu kupitia neno. Tutamshinda mwovu shetani kupitia neno, kwa sababu yeye ni mwema kila wakati
na kila saa. Ninawapenda kila mmoja, na ninaamini ya kwamba ujumbe unaenda kuponya moyo wa mtu, unaenda kuponya moyo wa mtu, na tuache kutenga watu, tuote tuwalete pamoja karibu na Mungu, na ndipo Mungu atujalie kila wakati, kwa sababu ni mwaminifu. Mungu wa mbinguni awatende na awatende na awatende. Amen and amen.